Leo hao vijana wanampokea Roho Mtakatifu kwa mara ya pili. Walimpokea mara ya kwanza katika ubatizo, wakafanywa kuwa wa ukoo wa makuhani, wa ukoo wa manabii, wa ukoo wa ufalme, wakafanywa kuwa wana wa Mungu kwa namna ya pekee zaidi, kama tunavyosikia katika ibada ya ubatizo. Leo watapewa sakramenti ya kipaimara. Sakramenti ya kipaimara ni ukamilifu, uimarisho wa sakramenti ile waliopewa mara ya kwanza ya ubatizo, ya roho yule waliopewa mara ya kwanza katika ubatizo. Kipaimara ni moja ya sakramenti zile 7, lakini kipaimara ni muunganiko wa maneno mawili ya Kiswahili: kipa imara. Kipa ambaye kazi yake ni kupangua mishale ya shetani kama askari, kama jemedari, kamanda. Hivyo haya maneno mawili, kipa imara, leo vijana wetu wanakumbushwa, lakini pia wanatumwa waende wakawe makipa imara katika kupambana na hila ya shetani. Kama vile magolikipa wanapopambana na mashuti makali golini, wanapangua, wao pia tunawatuma waende wakapangue hayo mashuti. Tunapoongelea juu ya askari, juu ya jemedari au kamanda, tunaongelea ni mtu ambaye yuko tayari kufa na kupona kwa ajili ya kutetea wengine au kutetea imani au kutetea nchi. Vijana ambao leo mnapata kipaimara, kama nilisema kwamba ninyi mnaimarishwa katika unabii. Mlipata ubatizo, mkawa manabii, mkawa makuhani, mkawa wafalme, lakini katika hali ya utoto. Leo mnapopata kipaimara, kwamba leo mnakuwa watu wazima. Siku hizi tunaona baadaye tutatoa kipaimara maaskofu, na mimi leo nitatoa kipaimara. Utasikia pokea paji la muhuri wa Roho. Wanapiga kidogo tu. Zamani ilikuwa ni kofi kweli. Ilikuwa ni kofi. Kwamba lile kofi lilikuwa linawakumbusha, na leo kakofi kadogo kanawakumbusha kwamba ninyi ni maaskari, lazima kuvumilia mateso. Kwamba unapotembea katika kufanya kazi ya Bwana, kazi ya Mungu, kuna mateso, lazima kuvumilia. Kila mmoja wetu leo anaimarishwa kwenye vijana kuwa manabii hodari. Kazi ya unabii ni kwenda kutangaza habari njema ya Mungu, ni kwenda kuwaambia watu ukweli, kwenda kuwaambia Mungu anataka nini, hataki nini. Mkristo Mkatoliki aliyekamilika, aliyetimamu na akili nzuri, lazima azifahamu hizo heri 8 kwa moyo wote. Mimi nimechagua ile heri moja ambayo inasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kama manabii, kama maaskari wa imani, maaskari wa Yesu, lazima kuwa na moyo safi. Moyo ni kiti, kinaweza kikawa kiti cha mambo mazuri au mambo mabaya. Moyo safi haupasi kuwa na majivuno. Kwa hiyo Mkristo safi alipewa mamlaka kama kamanda, kama askari, haimpasi awe mchafu. Tujitahidi tusiwe na uchafu. Yule ambaye amefanywa kuwa jemedari, askari wa imani, haimpasi awe mlevi kupindukia, haimpasi awe mrafi. Unapokuwa mrafi na mlevi, sio rahisi kuwafikiria wengine, utajifikiria wewe mwenyewe peke yako. Kumbe kama shahidi wa imani, hiyo inakataa. Uchaji ni hofu ya Mungu. Kama una
hofu ya Mungu, huwezi kumpiga mke wako makofi, piga ngumi, piga vichwa mpaka meno yanang'oka. Ulimwona kabindi kazuri, ukambembeleza, akasema ndio nakubali, mkafunga ndoa. Wewe hiyo nguvu ya kumpiga mke wako kwa kumtoa meno umepata wapi? Kwamba ile roho ya uchaji wa Mungu haiko ndani yako. Lakini pia sasa kwa mama mamausa, uongo. Kuna wamama wanapiga waume zao na milango inafungwa. Alafu baba amezidiwa, anasema naua kumbe anakufa mwenyewe.